Naam, hujambo na karibu tena, tuendelee kubadilishana taarifa mbalimbali. Pasina shaka upo salama kabisa. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa, tuendelee kubadilishana taarifa mbalimbali. Mzozo wa Mashariki ya Kati, vita kati ya Israel na Iran vikizidi kupamba moto. Asubuhi hii Iran yashambulia hospitali ya wanajeshi wa Israel wanaotibiwa baada ya kujeruhiwa Gaza. Shambulio hilo la hospitali ambalo limetokea leo ni hospitali ya Soroka huko Beersheba ndani ya Israel ambayo imeshambuliwa. Hospitali hii inawatibu wanajeshi wengi wanaopigana katika vita vya mauaji ya kimbali vya Israel dhidi ya Wapalestina huko Gaza. Shambulio hili huenda limefanywa kimkakati, ikiwa ni kulipiza kisasi kwa ajili ya watu wa Palestina. Hospitali hii ya Soroka ni ya kijeshi na 90% ya majeruhi wa kijeshi wanaotoka Gaza hulazwa hapo. Kwa siku za hivi karibuni baada ya vita kuanza na vituo vingi vya IDF kulipuliwa, hospitali hii imekuwa ikitumika na kituo muhimu cha kijeshi kuongoza mashambulizi nchini Iran. Shambulizi hili ni furaha sana kwa raia wa Palestina, kwani wanajeshi wengi waliopo ndani ndio wameshiriki moja kwa moja kwenye maangamizi ya watu wa Palestina. Lakini wakati hayo yakiendelea, alfajiri na mapema baada ya Iran kushambulia hospitali hiyo, tumeshuhudia makombora mengine yakipiga jengo la juu na majengo mengine kadhaa ya makazi katika angalau maeneo mawili karibu na Tel Aviv. Takriban watu 40 walijeruhiwa katika mashambulizi hayo, kwa mujibu wa huduma ya uokoaji ya Israel, Magen David Adom. Israel wakati huo huo ilifanya mgomo kwenye kinu cha maji mazito cha Iran cha Araki katika shambulio lake la hivi punde dhidi ya mpango wa nyuklia unaoenea wa nchi hiyo. Katika siku 7 za mzozo ambao ulianza na wimbi la kushangaza la mashambulio ya anga ya Israel kulenga maeneo ya kijeshi, maafisa wakuu na wanasayansi wa nyuklia, sasa hali imekuwa ngumu. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amelaani mgomo wa hospitali hiyo na kuwapa jibu akisema, tutatoza bei kamili kutoka kwa mzalimu wa Tehran. Iran imerusha mamia ya makombora na ndege ambazo hazina rubani dhidi ya Israel, ingawa mengi yamedunguliwa na vikosi vya ulinzi vya anga vya ngazi mbalimbali vya Israel ambavyo vilidungua moto unaoingia na kurusha makombora kuelekea vituo vya idadi ya watu na miundombinu muhimu. Maafisa wa Israel wanakubali kuwa sio kamilifu. Kombora hilo lilipiga kituo cha matibabu cha Soroka ambacho kina vitanda zaidi ya 1000 na hutoa huduma kwa takriban wakazi milioni 1 wa kusini mwa Israel. Hamil Bubil, kamanda wa polisi wa eneo hilo, aliwaambia waandishi wa habari kwamba watu kadhaa walijeruhiwa kidogo katika shambulio hilo. Alisema kumetokea moto katika jengo la ghorofa 6 ambalo lilikuwa gumu kufikiwa, na waokoaji wanaendelea na msako katika majengo mbalimbali na kuwapeleka wagonjwa katika maeneo salama zaidi ya hospitali hiyo. Taarifa ya hospitali ilisema sehemu kadhaa za kituo cha matibabu zimeharibiwa na kwamba chumba cha dharura kilikuwa kinatibu majeraha kadhaa madogo. Hospitali ilifungwa kwa wagonjwa wote wapya isipokuwa kwa kesi za kutishia maisha. Hospitali nyingi nchini Israel ziliwasha mipango ya dharura katika wiki iliyopita, zikibadilisha maegesho ya chini ya ardhi kuwa sakafu ya hospitali na kuhamisha wagonjwa chini ya ardhi, haswa wale ambao wako kwenye viingilizi au ni ngumu kusonga haraka. Wakati huo huo, kama nilivyokuambia, jeshi la Israel limesema ndege zake za kivita zililenga kituo cha Araki na muhuri wake wa msingi wa kinu ili kusitisha kutumika kuzalisha plutonium. Mgomo huu ulilenga sehemu iliyokusudiwa kwa uzalishaji wa plutonium ili kuzuia kinu kurejeshwa na kutumika kwa utengenezaji wa silaha za nyuklia. Jeshi lilisema Israel ilidai kando kugonga tovuti nyingine karibu na Natanz ambayo ilielezea kuwa inahusiana na mpango wa nyuklia wa Iran. Televisheni ya taifa ya Iran ilisema hakuna hatari yoyote ya mionzi kutokana na shambulio hilo kwenye tovuti ya Arak. Ripota wa televisheni ya taifa akizungumza moja kwa moja katika mji wa karibu wa Kondabu alisema kituo hicho kimeondolewa na hakukuwa na uharibifu wowote kwa maeneo ya kiraia karibu na kinu hicho. Israel ilikuwa imeonya mapema Alhamisi asubuhi ingeshambulia kituo hicho na kuwataka wananchi kukimbia eneo hilo. Iran imedumisha kwa muda mrefu mpango wake na kwa mazumuni ya amani.
Hata hivyo, pia hurutubisha uranium hadi 60%, hatua fupi ya kiufundi mbali na viwango vya silaha vya 90%. Iran ndio taifa pekee lisilo na silaha za nyuklia kutajirisha katika kiwango hicho. Israel ndio taifa pekee lenye silaha za nyuklia katika Mashariki ya Kati, lakini haikubali kuwa ina silaha hizo. Mashambulizi hayo yamekuja siku moja baada ya kiongozi mkuu wa Iran kukataa wito wa Marekani wa kujisalimisha na kuonya kwamba ushiriki wake wowote wa kijeshi wa Marekani ungesababisha uharibifu usioweza kurekebishika kwa upande wao. Israel ilikuwa imeondoa vizuizi kadhaa vya maisha ya kila siku Jumatano, ikipendekeza tishio la kombora kutoka kwa Iran kwenye eneo lake ambalo lilikuwa linapungua. Tayari kampeni ya Israel imelenga eneo la urutubishaji la Iran huko Natanz, warsha za katikati mwa Tehran na eneo la nyuklia huko Isfahan. Mipango yake pia imeua majenerali wakuu na wanasayansi wa nyuklia. Kundi la kutetea haki za binadamu la Iran lenye makao yake makuu mjini Washington limesema takriban watu 639 wakiwemo raia 293 wameuawa nchini Iran na zaidi ya watu 1300 kujeruhiwa. Katika kulipiza kisasi, Iran imerusha takriban makombora 400 na mamia ya ndege ambazo hazina rubani na kuua takriban watu 24 nchini Israel na kujeruhi mamia, ingawa bado takwimu halisi kutoka Israel zimekuwa zikiyumbayumba kutokana na ugumu mno wa Israel kutoa taarifa kamili za watu ambao wamepoteza maisha. Kinu cha maji mazito hicho cha Arak kiko kilomita 250, yani maili 155 kusini magharibi mwa Tehran. Maji mazito husaidia vinu vya nyuklia vya kupozea, lakini hutoa plutonium kama bidhaa ambayo inaweza kutumika katika silaha za nyuklia. Hilo lingeipa Iran njia nyingine ya kulipuka zaidi ya uranium iliyorutubishwa iwapo itachagua kufuata silaha hiyo. Iran ilikubali chini ya mkataba wake wa nyuklia wa mwaka 2015 na mataifa yenye nguvu duniani kuunda upya kituo hicho ili kuondoa wasiwasi wa kuenea. Kitendo hicho kiliibua mzozo baada ya Rais Donald Trump kujiondoa katika makubaliano ya nyuklia mnamo mwaka 2018. Ali Akbar Saleh, afisa wa ngazi ya juu wa nyuklia nchini Iran, alisema mnamo mwaka 2019 kwamba Tehran ilinunua sehemu za ziada kuchukua nafasi ya sehemu ya kinu ambayo ilikuwa imemimina zege ndani ili kuifanya isiweze kutumika chini ya makubaliano hayo. Israel katika kufanya shambulio lake iliashiria kuwa inabakia kuwa na wasiwasi kwamba kituo hicho kinaweza kutumika kuzalisha plutonium tena siku moja. Shambulio hilo lililenga sehemu iliyokusudiwa kwa uzalishaji wa plutonium ili kuzuia kinu kurejeshwa na kutumika kwa utengenezaji wa silaha za nyuklia, jeshi la Israel lilisema katika taarifa yake. Shirika la kimataifa la nishati ya atomiki, shirika la Umoja Mataifa la kuratibu masuala ya nyuklia, limekuwa likitaka Israel kutokushambulia maeneo ya nyuklia ya Iran. Wakaguzi wa IAEA waliripotiwa kutembelea Araki mara ya mwisho tarehe 14 mwezi Mei. Kutokana na vikwazo vilivyowekwa na Iran kwa wakaguzi, IAEA imesema ilipoteza mwendelezo wa ujuzi kuhusu uzalishaji mkubwa wa maji wa Iran, ikimaanisha kuwa haikuweza kuthibitisha kabisa uzalishaji wa hifadhi ya Tehran. Kama sehemu ya mazungumzo kuhusu makubaliano ya mwaka 2015, Iran ilikubali kuuza maji yake mazito kwa nchi za Magharibi ili kubaki katika kufuata masharti ya makubaliano. Hata Marekani ilinunua baadhi ya tani 32 za maji mazito kwa zaidi ya dola milioni 8 katika mpango mmoja. Hilo lilikuwa suala la moja ambalo lilivuta upinzani kutoka kwa wapinzani kwenye mpango huo. Na tukio la kushambulia hospitali hiyo huko Beersheba, kama nilivyo kuambia, naibu waziri wa mambo ya nje wa Israel amelitaja shambulizi hilo la Iran katika hospitali ya Soroka kuwa la makusudi na uhalifu. Alichapisha kwenye X, Shelel Haskel anasema eneo lililopigwa sio kituo cha kijeshi bali ni hospitali, akiongeza kuwa hiki ndicho kituo kikuu cha matibabu kwa eneo lote la Negev la Israel. Pia ameshirikisha ulimwengu video inayoonekana kuonyesha uharibifu ndani ya hospitali. Ulimwengu lazima uzungumze,
Haskel amesema. Wakati huo huo, wahudumu wa afya nchini Israel wanawatibu takribani watu 32 kutokana na majeraha baada ya awamu ya hivi punde mashambulizi ya Iran, kulingana na huduma ya dharura ya Israel Magen David Adom MDA. Watu wawili, mwanaume mwenye umri wa takriban miaka 80 na mwanamke mwenye umri wa takriban miaka 70, wanapelekwa hospitalini wakiwa katika hali mbaya, huku watu wengine 30 wakiwa na majeraha madogo, hasa kutokana na milipuko na vifusi, MDA inasema. Katika ripoti tofauti, daktari wa MDA Yossi Shilo anasema timu yake iliona uharibifu mkubwa kwenye eneo la ujenzi. Mwanamke mwenye umri wa karibu miaka 60 alipelekwa hospitalini akiwa katika hali mbaya lakini shwari, anaongeza. Wakati hayo yakiendelea, televisheni ya taifa ya Iran yadukuliwa. Televisheni ya taifa ya Iran imewatahadharisha watumiaji kuhusu video isiyo na maana inayoutolea wito umma kuasi dhidi ya serikali, ambayo iliripotiwa kuonekana kwenye chaneli zake za satellite. Ukiona ujumbe wowote usio wa maana unapotazama TV, ni kwa sababu adui anaziba ishara za satellite, taarifa za televisheni ya serikali ilisema. Video hiyo ambayo imesambazwa sana kwenye mitandao ya kijamii ilishutumu taifa la Iran kwa kushindwa kuwahudumia watu wake na kuwataka watazamaji kuchukua udhibiti wa maisha yao ya baadaye. Chanzo cha video hii na udukuzi wa televisheni ya serikali bado hakijajulikana. Nembo ya simba ilionekana kwenye kona ya juu kulia ya video. Video hiyo pia ilikuwa na picha za viongozi wakuu wa Iran waliouawa na Israel wakati wa shambulizi dhidi ya Iran katika operation inayojulikana kwenye vyombo vya habari kama Operation Rising Lion mnamo Juni 13. Video hiyo pia ilikuwa na picha za maandamano makubwa yaliyofanyika nchini Iran mwaka 2022 yaliyochochewa na mauaji ya Mahsa Amini akiwa mikononi mwa polisi kwa madai ya kushindwa kuzingatia sheria za hijabu. Kauli mbiu ya maandamano hayo ilikuwa mwanamke, maisha na uhuru, msemo uliotumiwa hivi karibuni na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, ambaye kama inavyoonekana kwenye video hiyo aliwataka wa Iran kuanzisha maasi. Naam, kwa mengi zaidi endelea kukaa karibu nasi ili tuweze kukuhabarisha kitu gani ambacho kinaendelea huko, mashambulizi ya kila upande kizidi kuendelea. Kubwa, tuachie maoni yako na tutazidi kuchambua taarifa mbalimbali na kukuhabarisha kila kinachozidi kuendelea huko Mashariki ya Kati.